Marhaba, ni tarehe 7 ya mwezi Februari mwaka wa 2013. Na kukudokezea tu baadhi ya taarifa zetu kuu tulizozipa kipaumbele hii leo. Mahakama futilia mbali kesi dhidi ya uchapishaji wa karatasi za kupigia kura. People are using more coded language and stereotype to try and isolate other communities, to try and isolate individuals. Onyo latolewa kwa atakayetumia mafumbo au lugha potofu wakati wa kampeni. Je, kuanguka kwa mti wa mgumu eneo la Nyeri kuna uhusiano gani na siasa? Na michezoni, wanariadha wa kerwa na kucheleweshwa kwa ukarabati wa uwanja wa Kipchoge Keino. Naam, hizi ni taarifa za KTN leo. Mwanakwetu ananiita Ahmed Darwesh. Kwa mashabiki ambao awali kabla kuingia studio walikuwa kinipigia simu na kuniuliza, je, mchakato mwaka 2013 uko wapi? Kwa sababu kwa maana mazoea ya kuanza taarifa zetu kwa mwendo wa saa 12:30, lakini nakujulisheni tu ya kwamba mchakato utarejea tena hewani siku ya Jumanne na Jumatano, kwani siku ya Jumatatu tutakuwa na ule mjadala wa urais. Kwa hivyo mashabiki wa KTN pamoja na taarifa za mchakato mwaka 2013 msiwe na hofu, kwani sehemu hiyo itarudi tena hewani hapo juma lijalo kuanzia siku ya Jumanne na Jumatano. Tukielekea kwenye taarifa yetu kuu ni kwamba Mahakama Kuu ya Nairobi imefanya maamuzi kwenye kesi inayotaka kusimamisha kampuni iliyopewa kandarasi ya kuchapisha karatasi za kupiga kura za uchaguzi mkuu utakofanyika tarehe 4 mwezi Machi. Uamuzi huo wa Jaji George Odunga ulifanywa kutokana na sababu za umuhimu wa Wakenya katika shughuli hiyo. Alimanzo tufungulia jamvi la KTN leo na taarifa hiyo. Ikiwa imesalia siku 26 kabla ya Kenya kushiriki kwenye zoezi la uchaguzi mkuu wa kisiasa, changamoto iliyokuwepo mahakamani ya kuzuiwa kuchapishwa kwa karatasi za kura imeondolewa. Jaji wa Mahakama Kuu George Odunga ametupilia mbali ombi la kuizuia kampuni ya Smith & Usman iliyopewa kandarasi na tume ya IEBC kuchapisha karatasi za kupiga kura. Jaji Odunga alisema kwamba upande wa mashtaka haukushiriki kwenye zoezi la kukabidhiwa zabuni hiyo. Aliongezea kusema kwamba iwapo mahakama ingetupilia mbali zabuni hiyo, basi zaidi ya Wakenya milioni 40 wangeathiriwa na uamuzi huo, kwani shughuli ya uchaguzi inakaribia na isingefanyika. Hata hivyo, Jaji Odunga alilaumu tume ya IEBC kwa kuiteua kampuni hiyo pekee bila kuangalia makampuni mengine ambayo yalinyimwa fursa hiyo. Alisema tume ya IEBC ilikiuka kanuni zake za utaratibu wa kuagiza huduma au bidhaa katika tume yake. Alimanzu, KTN leo, Nairobi. Na tukiachana taarifa hiyo ni kwamba tume ya haki na maridhiano imepiga marufuku matumizi ya lugha za kimafumbo pamoja na matumizi ya dhana potofu kuhusiana na jamii fulani, hasa wakati huu ambapo taifa linajitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Naibu mwenyekiti wa tume ya NCIC Milly Lwanga amesema kwamba lugha kama hii inaweza kutumiwa kuchochea na kuibua uhasama katika jamii. Mashirika na Wakenya kwa jumla pia wameomba kujitokeza na kuhubiri amani na utangamano wa kitaifa. Tusiligawanya taifa letu kwa misingi ya kikabila na kuzua uhasama, ndio ujumbe wa tume ya haki na maridhiano ya NCIC iliyoanza rasmi vita dhidi ya uchochezi wa aina yake wa kutumia mafumbo ya kuleta uhasama na dhana potovu dhidi ya jamii fulani. Idara ya polisi vilevile imeimarisha vita hivyo. We have identified all hotspots areas and have beefed up security. Zaidi ya jamii 42 zinaishi humu nchini, lakini kuna baadhi ya watu wanaoeneza uhasama hasa wakati huu wa uchaguzi. Mwenyekiti wa tume ya NCIC Mzalendo Kibunjia ametoa tahadhari dhidi ya kusambazwa kwa jumbe zitakazorudisha taifa hili katika ghasia zilizoshuhudiwa mwaka 2008. We are all in this boat. You go sit in a cyber cafe, you post nasty messages, you post inciting messages because you think you'll be safe. But remember, if this country collapses, it will not leave you to sit in a cyber cafe and send nice messages to your relatives or your friends. There are 3 or so particular words that we have seen are deemed to be extremely offensive across those communities, and that we as a commission feel very strongly that should not be used under any circumstances
when people are making reference to certain communities. Huku ikisalia siku 24 pekee kwa uchaguzi mkuu kufanyika, idara ya polisi na tume ya NCIC inapeleleza atakaojihusisha na matamshi ya chuki. Inakumbukwa vyema asilimia kubwa ya Wakenya waliofurushwa kutoka makwao mwaka 2008 ilichangiwa pakubwa na uchochezi dhidi yao na kusababisha kufurushwa kutoka kwa ardhi walizoamini kuwa na haki ya kuishi na kubaki wakimbizi wa taifa lao. Matamshi haya ikiwa yatatumika kwa njia ya madharau au kwa njia ya kugawanya jamii moja na jamii nyingine, basi tumesema matamshi haya yafai. Kulingana na ripoti ya NCIC, baadhi ya dhana hizi zinaaminika kuwa tangu ukoloni japo si za kweli, na katika karne ya 21 teknolojia vile vile imefuata mkondo huo kueneza baadhi ya dhana hizo potovu. Iwapo unadhania kwamba utumizi wa maneno ya uchochezi pekee ndiyo atakayokuweka upande mbaya wa sheria, ilani iliyotolewa na makamishna wa tume ya NCIC na idara ya polisi inadhihirisha kwamba utakamatwa na kushtakiwa iwapo utatumia mafumbo au maneno ya dhana potovu dhidi ya jamii fulani. Mohamed Mahmoud, KTN Leo, Nairobi. Naam, tukiachana taarifa hiyo, naibu waziri wa mashauri ya nje wa Marekani kuhusu masuala ya Afrika Johnny Carson ametilia mkazo kauli ya rais wa Marekani Barack Obama kwamba ni sharti uchaguzi mkuu wa Kenya uwe wa amani. Carson amesema kwamba uamuzi kuhusu swala la ni nani anayefaa kuliongoza taifa hili limo mikononi mwa raia wa Kenya. Hata hivyo, amewashauri wa Kenya kufahamu kwamba uamuzi wowote ule utakaofanya utakuwa na athari zake. Tukiachana na taarifa hiyo, tuelekee kwenye taarifa inayofungamana na masuala ya ardhi, ambapo mjadala wa iwapo au la wa wagombezi wa nyadhifa mbalimbali za kisiasa wanapaswa kuruhusiwa kujadili swala la ardhi katika kampeni zao unazidi kuvutia hisia mseto kutoka nyanja mbalimbali. Viongozi wa dini, muungano wa masorovea na hata wakongwe wa uhuru wameonya wanasiasa dhidi ya kujadili swala hili, wakisema kwamba huenda likaibua uhasama mkubwa humu nchini. Tume ya utekelezaji wa katiba hata hivyo imesema kwamba wanasiasa wana kila haki ya kujadili masuala yanayohusu taifa katika kampeni zao. Alipotoa onyo lake kwa wanasiasa dhidi ya kujadili swala la ardhi, Inspekta mkuu wa polisi David Kimayu alinakili vyema sababu zake, mojawapo ya sababu hizo ikiwa ile hamasa inayoibuka kila jina ardhi linapotajwa humu nchini. Lakini yaelekea kuwa wanasiasa wamekuwa wazito katika kufanya hivyo, huku mzozo unaozingira ardhi ukiendelea kutumiwa kama jukwaa la kujipa ubabe na kura kutoka kwa wapiga kura. Land issue at this point in time should not be one of the points or some of the issues that is pointed out as a campaign tool to your colleague as a politician. Let us desist from touching on emotive issues that might end up going to trigger some kind of tension or animosity amongst our communities. Ni hoja ambayo imekuwa na mvuto mkubwa, imayuwe katika ulingo wa siasa, viongozi wa dini au hata wakongwe wa uhuru, kila mmoja akionya wanasiasa dhidi ya kutumia ardhi kama fimbo katika ulingo wa siasa, hofu ikiwa kuwa huenda hilo likatonesha kovu zilizo katika nyoyo za Wakenya. Can our politicians this time around not say or do things that are likely to cause chaos after this election? Akihutubu mapema leo mjini Nakuru, askofu mkuu wa kanisa la Anglikana Eliud Wabukala alitangaza kufedheheshwa na kule alikotaja kuwa kutojali kwa wanasiasa, hasa wale wanaotumia mzozo wa ardhi ili kupata umaarufu wa siasa basi na kujali maslahi ya Wakenya. Things to do with the land issues, things to do with the past that can bring bitterness in the minds of people should be categorized under hate speech, particularly at the campaign period. Ni hisia zilizoana na za wakongwe wa uhuru na muungano wa taifa wa masorovea ambao wametoa wito kwa Rais Mwai Kibaki kuidhinisha kwa kasi majina ya waliopendekezwa kuwa makamishna wa tume ya kusimamia masuala ya ardhi humu nchini. The solutions to the land problems can only be sustainable if they are based on an enabling environment that is legal and institutional. Watu wangojea uchaguzi ukwishe, hali ya mashamba kwa hali ya serikali hapa ile takuwako,
tuingilie, alafu ile kamati inachaguliwa na serikali itengeneze vile tapatia watu wote wetu ya Kenya mashamba. Tunataka mtu atafute kura yake na njia yake mwenyewe, lakini sikuambia wananchi ati kuna mashamba ama kulikuwa hiyo tuache. Tunataka kuona kiongozi ni nani atachaguliwa na wananchi, na hali ya makezi na nini yawachiwe kotini. Japo kuna msisimko mkubwa unaozingira swala hili, wanasiasa hawajakosa watetezi. Mwenyekiti wa tume ya utekelezaji wa katiba Charles Nyachae amewaonya wanaowawekea vikwazo wanasiasa kukoma kufanya hivyo, akikisi kuwa kwa kujadili swala la ardhi itakuwa rahisi kuafikia utatuzi. It is a legitimate political right for those who are seeking to campaign to discuss issues that are issues particularly that touch on reforms, especially as contemplated in the Constitution. Akizungumza mjini Kisii, Nyachae alieleza kuwa ni kinyume na sheria kwa yeyote kuwanyima wanasiasa haki yao ya kujadili masuala yanayohusu taifa, akidai kuwa huko ni kuhujumu demokrasia. Zubeda Kome, KTN leo. Tukiachana na taarifa hiyo, tuelekee kwenye mahakama ambapo mahakama imemfungia nje Josiah Talaia Ole Kores kuwania kiti cha ugavana wa kaunti ya Kajiado kupitia chama cha TNA kutokana na kile walichokitaja kama kukosekana kwa uthibitisho wa stakabadhi zake za masomo. Uamuzi huo uliotolewa kupitia majaji David Majanja, Eric Ongola na George Kamondo waliamua kwamba Kores alishindwa kuwasilisha barua kutoka kwenye afisi za Wizara ya Elimu ya Juu ya kuthibitisha uhalali wa stakabadhi hizo. Na kutokana na sababu hizi, Ole Kores amefungiwa nje ya kinyang'anyiro cha ugavana wa kaunti ya Kajiado. The degree of bachelor's administration is therefore not recognized. It's very clear. We have two letters from one institution. Na mtazamaji, daima dawamu hukariri kwamba umuhimu wa lugha, kwani lugha ina tanzu na kunga zake, na vile vile lugha ina mawanda mapana. Na kama ilivyo ada, basi na desturi tuweze kujifunza mengi kutokana na lugha teule ya Kiswahili, ndipo sasa tupate kamusi ya leo. Kwenye kamusi ya leo tunaangazia neno kigoda. Kigoda ni kikalio kidogo cha mbao chenye miguu mitatu. Mfano katika sentensi: watu wa kijijini hupenda sana kutumia vigoda ikilinganishwa na watu wa mjini wanaokalia viti vya sofa. Naam, karibu tena. Idadi kubwa ya Wakenya haijaridhika na mapendekezo ya tume ya kuratibu mishahara ya wafanyikazi wa umma SRC. Wakenya wengi wanahisi kwamba baadhi ya mishahara iliyopendekezwa kwa wafanyikazi wa umma wakiwemo magavana na hata maseneta ni ya juu mno. Haya yameibuka kwenye kikao cha SRC cha kupokea maoni ya umma kuhusiana na mapendekezo hayo mapya ya mishahara. Siku moja baada ya SRC kuchapisha mapendekezo ya mishahara ya wafanyikazi wa umma, inaelekea kwamba tume hiyo huenda ikalazimika kuangalia upya mapendekezo yake. Wakenya waliofika kutoa maoni yao kuhusu mapendekezo ya mishahara hiyo wameitaka tume hii kupunguza zaidi pengo la mishahara kati ya wale wanaopata mishahara ya juu zaidi na wale wanaopata mishahara ya chini zaidi katika serikali. Kunao waliohisi kwamba kiwango cha fedha zilizopendekezewa magavana na maseneta watakaochaguliwa ni cha juu mno. Aidha, hatua ya wabunge kujipatia marupurupu pale wanapokwenda kwenye vikao limepingwa vikali. Tume hii ya kuratibu mishahara ya wafanyikazi wa umma ilipendekeza kuwa rais atakayechaguliwa apewe shilingi milioni 1,750,000 mshahara wa juu zaidi na shilingi milioni 1,300,500 mshahara wa chini zaidi, na gavana atazoa shilingi milioni 1,600,000 pesa za juu zaidi. Victoria Amunga, KTN Biashara Leo. Naam, kwa sasa mtazamaji, tuangalie jinsi soko la hisa na ubadilishanaji wa fedha za kigeni ilivyotekelezwa hii leo.
Naam, karibu tena. Serikali ya Chile imelaani vikali matukio ya uwindaji haramu na biashara ya pembe za ndovu. Kupitia balozi wake humu nchini Conrad Paulsen, Chile imeitaka ulimwengu kuyajua madhara ama kuyataja hadharani mataifa yanayohusika kwenye ununuzi wa pembe za ndovu. Alimanzu na taarifa zaidi. Biashara haramu ya pembe za ndovu ikiendelea kuimarika, mataifa mbalimbali ya magharibi yanaendelea kujitokeza na kupaza hisia zao kuhusiana na tatizo hili linaloathiri mataifa mingi barani Afrika. Akizungumza baada ya kumtembelea mkurugenzi wa shirika la wanyamapori nchini KWS, balozi wa Uchile nchini Conrad Paulsen alisema kwamba ni wakati ulimwengu kwa pamoja kuyataja mataifa ambayo yanaendelea kushiriki kikamilifu kwenye biashara haramu ya pembe za ndovu. The contribution of Chile can be, first of all, in its regional area in the Latin American, Caribbean countries, but also with the international community through the different organizations that this cannot stand. This cannot stand in the 21st century. What we are telling the world is that we need to come to our sense. I mean, this is a God-given heritage. We need to be sober, so priorities should come in place. Tell ourselves, look at ourselves in the eye, and this, are we doing something right? That should be the thing. Is it right? The whole world actually should stand. Wakati huo huo, balozi Paulsen alihakikishia serikali ya Kenya kwamba serikali ya Uchile itaunga mkono mapendekezo ya kusimamisha biashara hiyo kwenye mkutano wa kimataifa utakaozungumzia masuala ya wanyama na mimea inayoendelea kuangamia huko Bangkok nchini Thailand mwezi wa Machi. We will be standing by Kenya. We will be standing against poaching. We will be standing for the protection of wildlife. We will be standing against the poaching of elephants and rhinos with absolute conviction, with force and with due commitment. This is, I have spoken to the director of this and he has the full support and the backing of the government of Chile. Kenya imeungwa mkono na mataifa kama vile ya Uingereza na Uholanzi katika jitihada za kupambana na uwindaji haramu, ambapo Kenya itashinikiza mabadiliko wakati visa vya kuuawa kwa ndovu, vifaru na chui ikiwa vimezidi. Alimanzu, KTN leo, Nairobi. Naam, karibu tena. Taarifa ambazo zinaingia hivi punde studioni ni kwamba mgomo wa taifa wa wauguzi umefutiliwa mbali baada ya mahakama kuu kuamrisha wauguzi kurejea kazini. Jaji Matthews Nduma ameamuru dhidi ya kuwapiga kalamu au kuadhibu kwa njia yote ile wauguzi walioshiriki kwenye mgomo. Jaji huyo pia ameamuru kwamba wauguzi ambao mishahara yao ilikuwa imezuiliwa walipwe katika muda usiozidi juma moja. Tukiachana na taarifa hiyo, kuanguka kwa mti huchukuliwa jambo la kawaida ambalo kwa muda mrefu husishwa na mabadiliko ya hali ya anga na hata kukomaa kwa mti huo. Lakini kwa wakazi wa kaunti ya Nyeri, kuanguka kwa mti hasa aina ya mugumo kumetoa ishara fulani ambayo imefananisha na mabadiliko ya uongozi wa kizazi kipya. Kumekuwa na hisia tofauti kutoka kwa wenyeji wa Nyeri kuhusiana na kuanguka kwa mti huo wa mugumo ambao ulianguka mapema wiki hii. Inapotokea gharika za kilimwengu kama vile mvua kubwa, vimbunga au hata mitetemeko ya ardhi, mambo mingi huharibika ikiwemo miti kuanguka kutokana na mshindo au hata uzee wa mti huo. Lakini kwa wakazi wa kijiji cha Giakanja, kaunti ya Nyeri, iliponyesha mvua kubwa ya ngurumo uliopelekea kuanguka kwa mti wa mugumo, jambo hilo liliashiria sababu tofauti. Ni mti unaotambulika na jamii eneo hili kuwa na umuhimu wake tokea enzi za mkoloni ulipotumiwa kama kituo maalum cha kupeana ujumbe kwa wapiganaji wa uhuru waliokuwa wakijificha kichakani. Tamaduni hiyo iliyosonga na kubadilika kuwa na ukakamavu wa utawala na kuanguka kwake kumeashiria ni wakati wa kubadili utawala wa kizazi kipya. Kitamaduni ni kusema wale siku hizi wana utawala, kama ni wazee wapatie vijana. Hiyo ndio inamaanisha, kwa hiyo jina itwika. Na siku hizi kama ni wazee wako, wale wa zamani wako hapa, tukijija busi, alafu hiyo mafi yake tuitupe kwa chapa kwa kila kona. Ni mti unaokadiriwa kuwa na miaka zaidi ya 200, huku tamaduni za jamii ya Wagikuyu ukiutaja kuanguka kwake kuwa kitendo cha itwika, kumaanisha mabadiliko ya usimamizi. Idadi kuu ya wenyeji hawajafahamu iwapo naibu waziri mkuu Uhuru Kenyatta atamrithi Rais Mwai Kibaki katika nafasi ya urais au kiongozi wa jamii hiyo. Lakini kuna baadhi wanasema mti huo ulikuwa unahatarisha maisha. Gepeda hii mti itolewe hapa juu ilikuwa riski kwetu, kwa maana baba yetu vile alikuwa
saa ile alikuwa hai, hata yeye alikuwa anasema ni riski. Kwa hivyo tungependa tu itolewe kabisa, hata hii ingine itolewe. Tutagojea wazee watuambie kama ni mti sacred, tufanyie mambo ile wanataka. Mwaka 1963 mti mwingine wa Mugumo ulianguka eneo la Thika, jambo lililopelekea kutamatishwa kwa utawala wa mbeberu na Kenya kujinyakulia uhuru wake. Mti mwingine umepandwa sehemu hii baada ya huu kuanguka. Naam, kwa mashabiki wa michezo sasa ni zamu yenu. Wanariadha kutoka kaunti ya Uasin Gishu wamelalamikia mwendo wa kinyonga katika ukarabati wa uwanja wa Kipchoge Keino mjini Eldoret. Wanariadha wanasema kwamba hakuna viwanja vya kutosha kwao kuweza kufanyia mazoezi, hasa ikizingatiwa kwamba mashindano ya dunia yatafanyika katika muda wa miezi 6 ijayo jijini Moscow nchini Urusi. Kwa miaka miwili sasa, wanariadha wa Kenya, haswa wale wanaotoka eneo la Eldoret na kaunti ya Uasin Gishu kwa jumla, wamekuwa wakitumia uwanja wa chuo kikuu cha Chepkoilel, kwani kazi ya kukarabati uwanja wa Kipchoge jijini Eldoret imechukua muda zaidi. Wanariadha hao sasa wanataka serikali ambayo inadhamini ukarabati huo kuharakisha, kwani wanahitaji vifaa vya kisasa kujiandaa kwa mashindano tofauti. Kwa vile sisi tunajitahidi kuletea sifa nchi yetu, lakini serikali hawaoni tunafanya nini. Wanariadha hao wameshangazwa na jinsi wawekezaji wa kibinafsi wanaweza kujenga uwanja wa kisasa na kuwekeza kwengine katika michezo, ilhali serikali bado inasalia kujikokota. As in a bit zile, when you are preparing the race going to the overseas, you need to go travel to Nairobi to train on that athlete. Mwanariadha Lona Kiplagat kwa sasa anapanga kujenga uwanja katika eneo la Iten ambao utagharimu mamilioni ya fedha, na ambao ukikamilika wanariadha wa humu nchini na wa kigeni watakuwa wakitumia. Joshua Kemboi, KTN leo michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo basi ndizo zinazotamatishia taarifa zetu za KTN leo kwa hivi sasa. Naam, umekuwa nami Ahmed Darwesh, sina la ziada bali nasema shukran sana kwa kutenga muda wako mahsusi na kuweza kutizama taarifa za KTN leo. Hata hivyo, panapo majaliwa yake Maulana, hapo kesho tutakutana tena papa hapa ili kuweza kukueleza mengi ambayo yatakuwa yamefanyika katika taifa letu la Kenya na maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Kwa mara nyingine tena kutoka kwangu basi nakutakia usiku mtulivu usiokuwa na kero wala bugdha yoyote ile. Kwaheri.